Asha Rose Migiro, katibu mkuu wa chama chetu, viongozi wote mlioko meza kuu, waratibu wetu wa kanda hii, na ndugu zangu wananchi. Ndugu mgombea, kwanza kwa heshima na unyenyekevu, naomba nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetujalia afya na uzima na akakusafirisha wewe kutoka kila kona ya nchi hata ukafika kwenye wilaya yetu ya Bukombe. Sisi watu wema wa Bukombe kwa muda mrefu tulikutarajia na kukusubiri kwa hamu. Hapa tulipo leo, mji wa Ushirombo ni nusu ya wilaya yetu, kwa sababu umetupendelea sana. Unafanya mikutano miwili katika jimbo letu. Tunakushukuru sana sana kwa heshima hiyo, na Mungu akubariki sana. Ndugu mgombea, la pili, naomba nikupongeze sana. Kwanza kwa kampeni nzuri ulioifanya kote ulikopita. Watu wema wa Bukombe wamekuwa wakifuatilia kwa karibu, wakikusikiliza. Na kwa kweli umetufundisha aina mpya ya kampeni, mikutano ya kisayansi inayozungumza shida za watu badala ya kuzungumza watu. Kwa kipindi chote ulichoanza kampeni, haujawahi kusikika wala kumsema mtu. Wewe unazungumza matatizo ya watu na maendeleo yao. Unazungumza maji kwa ajili ya wananchi. Unazungumza elimu kwa ajili ya wananchi. Unazungumza barabara kwa ajili ya wananchi. Unazungumza kila kinachomhusu mtu kubadilisha maisha yake. Mgombea, umetufundisha mengi. Tena kauli mbiu yako uliyokuja nayo mwaka huu ya kazi na utu, tusonge mbele, umethibitisha bila shaka yoyote kwamba utu kwako ni kipaumbele na kazi kwako ni msingi wa maendeleo. Kwamba hata kama tutakaa kama taifa tukazungumza mambo mengi tuwezavyo, kama hatufanyi kazi, maendeleo ni ndoto, na maendeleo yote hayawezi kutokea kama hakuna utu. Umethibitisha utu. Umejenga daraja la maridhiano kwenye nchi yetu. Kila mtu amesikilizwa. Hata waliomba katiba mpya ukasema lisiwe jambo la kutamkwa tu, ukaliweka kwenye ilani hii ili kwamba liwe deni kwako kwa Watanzania, kwamba katika kipindi chako cha miaka 5 utawapatia katiba mpya kama walivyoomba. Mama, umetufundisha mengi. Umetufundisha kuwavumilia watu, umetufundisha kuwaheshimu watu, lakini umetufundisha kutenda zaidi badala ya kusema. Ni kawaida ya mwanadamu kuwa fundi wa kusema badala ya kutenda. Wewe tofauti na wengi, unasema kidogo, unatenda zaidi. Mimi nafahamu kwamba katika kipindi chote cha uongozi wako umekuwa mwalimu wetu wengi, kwamba kazi ndio utakayopimwa nayo. Hutapimwa kwa aya ulizosema au kugani, utapimwa kwa maendeleo yanayotokea kwa watu, tena yasiyotamkwa kwa mdomo bali yanaonekana kwa macho. Mgombea wetu, Mungu akubariki sana. Hatuna cha kufanya wana Bukombe. Sisi kazi yetu moja ni kuinua mikono yetu na kumwomba Mungu kwa ajili yako. Moja, akupe afya njema. 2, mipango mizuri ulionayo kwa ajili ya taifa letu na sisi watu wa Bukombe. Mungu akupe kibali itokee, tena itokee mapema, ili iwe alama kwa ajili yetu na vizazi vinavyokuja. Mungu ametupa taifa zuri sana na akatupendelea. Ametupa uongozi mzuri sana ambao wewe umekuwa kiongozi wetu kwenye nchi yetu na maendeleo tunayaona. Bukombe oye! Ndugu mgombea, hapa mimi nimezunguka kata zote, nimeenda maeneo yote, nimefanya mikutano ya hadhara kote, nimekutana na makundi mbalimbali, nimekutana na bodaboda, nimekutana na viongozi wa dini, nimekutana na waganga wa jadi, nimekutana na sungusungu, nimekutana na mamalishe na mamantilie, nimekutana na vijana wa wilaya hii. Kama wametumwa na mtu, ujumbe wao ni mmoja wote walionituma kwako. La kwanza, kukushukuru sana. Naomba hamasa, tusikilizane. Wamenituma ni kushukuru kwanza kwa maendeleo
walioyaona ndani ya miaka 4 ya uongozi wako. Umetenda mengi yaliyo kwenye ilani ulioikuta iko mezani. Tena umefanya mengine nje ya ilani ambayo hata kama usingeyafanya hakuna mtu ambaye angekudai. Kwenye kila sekta ambayo kwa sababu ya muda ninaogopa, umefanya mambo makubwa ambayo hayajawahi kutokea kwenye wilaya yetu. Wilaya yetu tulikuwa na baadhi ya kata mpaka leo kabla hujaingia hazikuwa na shule ya sekondari. Leo tuna shule za sekondari na shule kata nyingine zina shule hadi 5. Tulikuwa na high school moja peke yake. Leo halmashauri yetu tuna high school 5. Toka tumepata uhuru hatujawahi kuwa na chuo chochote. Wewe unatujengea chuo cha VETA cha hadhi ya kitaifa kwenye wilaya yetu. Hatukuwahi na chuo chochote kwenye wilaya yetu. Chuo cha Arusha umekielekeza kinajenga tawi lake kwenye kempu ya Strasbourg. Ukienda pale mama, wamejenga majengo mapya, wamejenga madarasa mapya, wamejenga mabweni na wamepata usajili tayari kwa ajili ya kuchukua wanafunzi. Wewe umetufanya wilaya ya Bukombe sasa tunatembea kifua mbele. Kama alivyosema mwimbaji mmoja, nimependelewa, sisi Bukombe umetupendelea. Na kwa kweli mama, hatuna cha kukulipa. Kwa habari ya maji ndo usiseme. Unaingia ofisini ulitukuta upatikanaji wa maji kwenye wilaya yetu ilikuwa 25%. Umetupandisha mama. Leo upatikanaji wa maji kwenye wilaya yetu tuko 65%. Na bado kuna miradi mingi zaidi ya miradi 22. Na ukuishia hapo, mtambo wa kuchoronga maji umeuleta tunao kwenye wilaya yetu ya Bukombe ili mahali tunapohitaji maji tuchimbe na tupate kwa haraka. Mama, umetutendea mengi. Ukienda kwenye kilimo ndo usiseme. Tumepata ruzuku ya mbolea, tumepata pembejeo. Hukuishia hapo, umetuletea vituo 2 kwa ajili ya zana za kilimo. Kimoja kitakuwa kwenye kata yetu ya Namonge na kingine kitakuwa kwenye kata ya Bugelenga, ili wakulima wetu hawa wahame kwenye jembe la mkono waende kwenye kilimo cha kisasa. Hukuishia hapo, bado umetusogezea huduma mbalimbali kwenye wilaya yetu. Mheshimiwa mgombea, wilaya yetu ilianzishwa mwaka 96. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Kama mtenda muujiza, toka imeanzishwa mwaka 96 hatukuwa na jengo la ofisi ya mkuu wa wilaya. Jengo la mkuu wa wilaya ilikuwa ni ofisi ya tarafa wakati tukiwa wilaya ya Kahama. Mama, umesema piga chini jengo hilo, unanyanyua gorofa kwa ajili ya jengo jipya la utawala la mkuu wa wilaya. Hatukuwa na soko la kisasa. Soko ni lile lile toka miaka ya 90. Mimi nasoma sekondari. Mama, umesema piga chini, tunajenga soko la kisasa. Ukienda leo hapa utakuta ni mabati yamezunguka, ni Wachina wanapishana, nying'ang'unga wanajenga kwa ajili ya watu wa Bukombe, na wewe ni sababu ya jambo hilo. Hatukuwa na stendi ya maana. Stendi tuliyokuwa nayo ilikuwa ikinyesha mvua, watu kuingia kwenye basi wanakunja suruali zao kwa sababu kumejaa maji kama majarubani. Mama, umesema piga chini, tunajenga kitu kipya. Pamezungushiwa mabati, ndani kuna Mchina anafanya kazi. Bilioni 25 umeziweka kwa ajili ya kutuletea stendi. Tuseme nini juu ya barabara? Umetukuta tuna mtandao wa barabara kilomita 256. Kama muujiza, leo mtandao wa barabara kwenye wilaya yetu ni kilomita 1400. Leo ukitaka kwenda kona yoyote ya Bukombe huhitaji kurudia njia iliyopitia. Nolonke maka kutoroka yao kopetelenzele ogonsanko shaka mwabo kwa sababu enzela ningi. Kazi hiyo ameifanya mama. Barabara ya kutoka Ushirombo kwenda Katoro, watu hawa walikuwa wanalia kila siku vumbi. Wakati mwingine wananiambia, tunaomba utusaidie, umwambie mama na sisi tuone lami, tutoke Katoro, toke Ushirombo twende Katoro. Gombea, nilivyokufuata ukaniambia hili jambo kwanza haliko kwenye ilani. La pili, kwa sababu ya mipango hatujajipanga vizuri, nipe muda. Mimi nilijua imeishia hapo. Lakini mgombea wetu tena kwa hali ya ajabu, na hata hukunipa taarifa na mrejesho, nikashangaa ninaambiwa sasa tunatangaza barabara ya kutoka Ushirombo kwenda Katoro lami, watu wanapita kwenye lami.
Barabara za mitaani kwenye mji wetu wa Ushirombo tulikuwa hatujui lami. Ukitaka lami uende kwenye barabara kubwa. Leo umetandika lami kwenye mji wa Ushirombo, umetandika lami kwenye mji wa Uyovu. Hukuishia hapo, umetuwekea na taa. Leo kila mtu usiku mchana wanafanya biashara. Umeimarisha hali ya biashara kwenye mji wetu. Na kama haitoshi, ulijua kama bingwa wa mipango ya maendeleo, ukasema leo ninataka watu wa Bukombe wawe bize, kwa sababu mahali watu wakiwa hawako bize watakuwa na majungu. Wewe ukutaka majungu, ulitaka watu wafanye kazi, na ndio maana nasema kazi na utu tusonge mbele. Ukaniuliza ni jambo gani likifanyika Bukombe itakuwa bize. Mimi nilikuja kwako kwa kuogopa, kwa sababu tulijaribu huko nyuma ikashindikana. Nikakuomba mama, watu wetu wakitaka kuchimba dhahabu, na kwa sababu ni wachimbaji, changamoto kubwa iliyopo hawawezi kuruhusiwa kuingia. Ukaniambia wacha tuangalie sheria, tuzingatie utaratibu, itatuchukua muda lakini niachie. Mama, nataka niwe shuhuda mbele yako na mbele ya Mwenyezi Mungu. Wewe kitendo tu cha kuruhusu watu hawa wakachimbe kule, tena kwa utaratibu na leseni wakapewa hawa mmoja mmoja, badala ya kuwapa wageni kutoka nje ya nchi, umewapa Watanzania hawa leseni zaidi ya 7,000 kwa ajili ya kuchimba. Leo mji wa Ushirombo hawa ni mashahidi. Mama, ukifika hapa mgeni yoyote hakuna pa kulala, wanaenda kulala pembeni. Kwa nini? Kwa sababu kote kumejaa watu wanashughulika na kufanya biashara ya kujiletea maendeleo. Hakuna kijiwe utakikuta watu wamekaa, kila mtu yuko bize. Ulijua watu wakiwa hawana hela mfukoni, kazi yao kubwa watatafuta cha kufanya, na chenyewe ni majungu. Umetuondolea majungu mji wetu wa Ushirombo. Leo watu wako bize. Toka Bukombe ulikopita, njoo mpaka na Mpalala, nenda kote mpaka Uyovu, barabarani kote utaona ni makarasha yanalia si kwa sababu yoyote, ni dhahabu inatafutwa ili watu wabadilishe maisha. Mama, kwenye bomba la mafuta umetutendea mengi. Bomba la mafuta lote kutoka Uganda mpaka Tanga, katika kituo kikubwa cha kwanza hakiko kwetu, lakini kituo kikubwa cha pili cha kupampa mafuta umekiweka Bukombe, ambako ajira nyingi ziko hapa Bukombe. Leo mama, watu hapa wameongea Kiswahili wanachanganya na Kiingereza. Ukiwauliza unasemaje, utasikia nakwambia anyway, give me time. Kwa nini? Wana nafuu ya maisha. Nimesimama hapa mbele yako kukuomba mgombea wetu, utembee kifua mbele. Mambo mengi unayotufanyia, kwanza ukuwahi kuyaahidi, hayako kwenye ilani. Umetutendea maajabu. Pale Kilimahewa tunajenga uwanja wa mpira wa kisasa, tena na Azam wamekubali kutufungia taa. Uwanja ule utakuwa wa kisasa, mechi za chezwa mchana na usiku. Hukuishia hapo, uwanja wote wa Kilimahewa umeuzungushia lami, na barabara za kuingia pale ziza lami, kila kona kutawekwa taa. Umefanya hivyo kwa sababu kama alivyosema yule mwimbaji, sisi Bukombe umetupendelea. Ninakushukuru sana. Nakushukuru kwa heshima kubwa ulionipa. Nakushukuru kwa kunifundisha kuwa utu ndio kitu pekee ambacho mtu atakumbukwa nacho. Tendelea kujifunza kwako mama yangu. Tendelea kuwa mnyenyekevu kwako, tendelea kuwa mtiifu kwako. Na kwa kweli baada ya kunipa kazi ya kukusaidia kuwa msaidizi wako wa karibu, nataka nirudie tena kukushukuru mbele ya wazazi wangu wana Bukombe. Mama, nakushukuru sana kwa heshima kubwa ulionipa, kwa heshima kubwa ambayo hata sisi wote hatukutarajia. Nataka nikuahidi mbele ya watu wa Bukombe, nitaendelea kuwa mwaminifu, mtiifu, mtu ninayekusikiliza sana wakati wote wa maisha yangu. Kwa sababu gani? Umeweka sahihi kubwa kwenye wilaya yetu kuibadilisha kwenye maendeleo, lakini zaidi sana kwa imani kubwa ulionipa. Mama, Mungu akubariki sana. Watu hawa walivyojua unakuja, huwa wanaona wilaya nyingine wakija kwenye mikutano wanakwenda na vikapu, wanakwenda na ndoo, eti wameziandika kura. Nikawakuta kina mama fulani pale, eti wananiambia tununulie masimu tanki ili tuende nayo. Nikawaambia mkipeleka masimu tanki itakuwa vurugu ya kuonyesha kwamba watakupa kura nyingi. Na sisi hapa hatuuchukulii uchaguzi huu poa. Tunauchukulia uchaguzi huu kama uhusiano wa maisha yetu. Tutakuchagua kwa sababu moja, umetupenda na ukatupendelea. Sisi hatusikilizi maneno ya watu.
Sisi tunajua jambo moja, unayetupendelea. Bartimayo baada ya kuwa amefunguliwa macho akapata kuona kutoka kwenye upofu ule, wale wapinzani wa mitenda miujiza aliyemponya Bartimayo walimwita wakamwambia, tuambie kwa nini huyu yuko hivi na hivi na wewe unasema amekufanya uone? Kataa. Aliwaambia, ninajua neno moja tu, nilikuwa kipofu, sasa naona. Sisi Bukombe, semeni mambo yote mnayoyajua kwa lugha zote, kwa Kiingereza na Kilatini. Tunajua neno moja tu, tulikuwa nyuma kimaendeleo, Mama Samia ametusogeza mbele sana. Tunajua neno moja tu, hatukuwa na soko la kisasa, Mama Samia ametuletea soko la kisasa. Tunajua neno moja, hatukuwa na barabara za mitaani, Mama ameleta barabara za mitaani. Tunajua neno moja, tulikuwa hatuna maji, Mama ameleta maji. Tunajua neno moja, hatukuwa na vyuo, Mama ametuletea vyuo viwili tena double kwenye wilaya yetu. Tunajua neno moja, watoto wetu wakitaka kwenda high school lazima waende nje ya wilaya, Mama ametuletea high school. Tunajua neno moja, kwamba Bukombe ilivyokuwa na Bukombe ilivyo leo ni tofauti, ni mbingu na ardhi. Mama, ukitembea mjini huoni mtu anatembea ameinama ili aokote hela, kwa sababu wao wanatafuta hela na maneno yamepungua. Ila tumekubaliana tarehe 29 shughuli zote tunaahirisha, tunakuja kukupigia kura nyingi ushinde, halafu tuendelee kufaidi upendo wako watu wa Bukombe. Watu wa Bukombe, nataka nimalizie kule kanisani kwetu. Ikija kwaya mpya, kwaya nyenyeji huwa haimbi. Leo amekuja askofu, akiwepo askofu, watumikiaji wa kawaida huwa hawasogei, watumikiaji wanakuwa mapadri. Leo yuko askofu, mimi padri, sitaki kuwa chochote, naomba niendelee kuwa mtumikiaji. Nimpe nafasi mgombea wetu aje azungumze yale aliyotufanyia. Lakini nataka nirudie kuwaomba watu wa Bukombe, kama tulivyokubaliana na kama mlivyoniahidi, tarehe 29 sisi hatuna mzaha na kura za tarehe 29. Sisi hatuhesabu kupita bila kupingwa wala kupingwa. Tunajua neno moja, tunapaswa kupiga kura kwa wingi. Wapiga kura wetu 200,000 na kitu wote tumekubaliana tutakwenda kupiga kura. Sasa kwa kuwa mama yuko hapa, mgombea wetu, nataka nione ahadi ya wana Bukombe kwa kunyosha mikono yenu yote miwili kwamba tarehe 29 mtajitokeza kwenda kupiga kura. Bukombe oye! Mama Samia oye! Nataka nimalizie kwa kuwashukuru sana enyi watu wema wa Bukombe. Ninyi mjuao kusema na kutenda. Ninyi mlioniambia kwamba kwa habari ya umeme sisi hatuna daimu. Mama ameshaelekeza. Sasa hivi wilaya hii ya Bukombe tutajenga miundombinu, na ameshawaelekeza wizara ambayo mimi nilikuwa naisimamia. Leo wilaya hii inapokea umeme kutoka kwenye saketi 3. Saketi ya kwanza Bulyanhulu kuja Masumbwe kuja Bukombe. Saketi ya pili kutoka Buzwagi Kahama kuja Bukombe. Saketi ya 3, na mama amefanya kazi kubwa kukamilisha mradi wa Rusumo ambao mimi nilianza kuusoma bado nasoma sekondari. Ameukamilisha juzi, unatoa umeme. Leo tunapata umeme kutoka Nyakanazi kuja Bukombe. Na ameelekeza tujenge kituo kikubwa cha kupoza umeme pale Mwalo ili wachimbaji wote tuwapelekee umeme, na tayari bilioni 11 amezitoa kwa ajili ya wachimbaji wadogo wapelekee umeme kwenye migodi yao. Haya yote yasingetokea, hakuna mahali aliahidi wala hayako kwenye ilani, ni mapenzi yake kwetu kwa sababu sisi tumependelewa. Ninawashukuru sana. Ninawaomba Mungu atuamshe salama siku hiyo. Kila mtu amke aende akapige kura. Tafuta rafiki yako mmoja, tafuta rafiki zako wawili, waambie twende tukapige kura. Na mimi siku hiyo tumekubaliana kila kituo tutakuwa tunaangaliana kwa misururu ilivyo. Tunataka tupeleke ujumbe kwa watu fulani fulani kwamba sisi Bukombe hatujui chochote, tunajua neno moja, tunataka maendeleo. Na kwa sababu nchi yetu ni ya kidemokrasia,
Hakuna maendeleo yatapatikana bila kupigiwa kura. Tutakwenda kumpigia kura Mama Samia ili aendelee kutuongoza kama rais wa nchi yetu. Na mimi mbunge wenu ninawaomba msinisahau tarehe 29, si ndio ndugu zanguni? Tunao madiwani 17 na waomba wote mkawapigie kura. Nataka mama tupime kwa wingi wa kura zetu, na mimi nawaombea kwa Mungu kwamba mfanikiwe siku ya tarehe 29, mwamke salama ili twende tukapige kura. CCM